na niwahakikishie na wengine wote kwamba serikali itakuwa nanyi bega kwa bega na kuunga mkono ili kuweza kuhakikisha kuwa utekelezaji wa mradi huu unakuwa na manufaa makubwa kwa uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais tangia aapishwe kushika kiti cha kuiongoza nchi yetu ameweka mkazo sio kwa maandishi na maneno tu, bali kwa vitendo katika kuhakikisha kwamba sekta binafsi ya nchi yetu inakuwa. Haya ameyafanya kwa kusema, ameyafanya kwa kuelekeza, lakini pia na kwa vitendo. Na mimi kwa kuwa nimepata bahati ya kuwa kwenye wizara inayosimamia masuala ya uchumi kwa takribani miaka 4-5 hivi, katika nafasi yangu iliyopita nikiwa waziri wa fedha, nimeshuhudia hatua hizo ambazo Mheshimiwa Rais alizichukua, ikiwemo kubadilisha sheria ili kuwapa nafasi wawekezaji wazawa. Hili limefanyika kwenye sheria kuwawezesha Watanzania kushika uchumi wa nchi yao. Zimebadilishwa sheria za uwekezaji. Zamani vivutio walikuwa wanapewa wawekezaji wa kutoka nje peke yao. Mheshimiwa Rais ameweka kwenye sheria kwamba na Watanzania wanahitaji vivutio hivyo walipokuwa wanapata wawekezaji wageni. Ilianza kivutio kikawa kiko juu kidogo, sheria ikabadilishwa ikaweka mtaji wa kiwango ambacho Watanzania wanaweza wakamudu na wenyewe wapate nafuu ama vivutio hivyo ambavyo wanapata wawekezaji. Hii ilikuwa hatua kubwa ya kuwapa nafasi wa Tanzania kujenga sekta binafsi ya wazawa na kukuza uchumi. Mheshimiwa Rais hakuishia hapo kwenye sheria peke yake. Nimetaja tu mfano sheria ya uwekezaji, lakini pia kwenye shughuli hizi za uzalishaji ikiwemo miradi ya maendeleo. Zamani sheria ilikuwa inasema miradi yote mikubwa itafanywa na wageni kwenye sheria, na Watanzania wanaweza wakapata 30% au subcontracts ama local content, ushiriki tu, hata kama ana sifa sawa na yule mgeni. Sheria ilikuwa inataka mgeni ndo apewe mradi na mgeni ndo amwajiri Mtanzania. Mheshimiwa Rais katika uongozi wake awamu ya kwanza akabadilisha sheria hiyo. Sasa inasema mgeni anaweza akapata mradi mkubwa, lakini sheria pia imesema Mtanzania anaweza akapata mradi mkubwa na yeye ndo akamwajiri mgeni. Katika miaka kadhaa ijayo, hili litatujengea sekta binafsi iliyo imara, yenye nguvu, iliyojengwa